Halo, 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 amani, amani, amani. Majina ni Mtume Dan na ningependa tuangalie maana ya ndoto. Maana ya ndoto kwa sababu watu wengi sana wanaota na wanashindwa maana ya ndoto. Kwa hiyo mtu anaota ndoto lakini anapuuza, lakini baadaye ile ndoto inaleta madhara katika ulimwengu wa kimwili. Wewe uliona ni ndoto, ukapuuza, ukaona tu ni kitu cha kawaida. Lakini ndoto tukiangalia hata katika maandiko, tukiangalia hata katika ulimwengu wa rohoni, Mungu anatumia ndoto kunena na watu wake. Na ndoto inakuanga ni ujumbe kutoka kwa Mungu mwenyewe. Na ndiyo maana unaona wakati katika maandiko, katika Numbers 12, maandiko inasema ya kwamba Haruni na Miriam wakateta, wakamchengenya, walimchengenya mtumishi wa Mungu Musa. Naye Mungu akawaambia, ningependa mjue ya kwamba kama miongoni mwenu kuna nabii, nitajidhihirisha kwake kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo Mungu hunena na ndoto. Mungu hutumia ndoto kunena na watumishi wake. Kwa hiyo ningependa saa hii tujue maana ya kuota na nyoka. Kwa sababu watu wengi, mtu ameota na nyoka, unaishi kuona manyoka katika maisha yako na hujui kwa nini unaota na nyoka. Na hii ni ndoto ambayo inajirudia mara mingi. Kwa hiyo ni vizuri tukaweze kutambua maana ya ndoto ya kuona nyoka. Kwa hiyo kuna mama mwingine aliota ndoto kama hiyo, na aliona nyoka ikiwa kwake kwa nyumba. Akajaribu kuua yule nyoka, akajaribu kugonga, lakini hakuweza. Ile nyoka ilitoka, ikatoroka, ikaenda ikaingia kwa mama yake. Sasa akaikimbisha, lakini hakuweza. Wakati iliingia pale kwa mama yake, kijaribu kuingia kwa hiyo nyumba, ndoto ikaisha. So the following day, mama yake alikuwa anasema anaumwa na kichwa, anaumwa na kichwa, anaumwa na kichwa. Na kisha baadaye ile maumivu ya kichwa ikamzidia mpaka akapelekwa hospitali. Na alipopelekwa hospitali, kwa kweli yule mama ikabidi lazima alazwe kwa sababu alikuwa na maumivu kali. Na wakati alilazwa pale hospitalini, kwa hakika yule mama hakutoboa, alifariki. Kwa hiyo ndio huyu mama alikuja kugundua ya kwamba ile nyoka aliona imetoka kwake, ikatoroka kwake, kumaanisha huyu mama ni strong, kumaanisha alimshinda yule nyoka. Kwa hivyo kitu ya kwanza kuona nyoka ametoroka, anakuona anatoroka, ama unaenda kumgonga anatoroka, kumaanisha yule roho umemshinda nguvu, uko na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Yule nyoka akatoroka, lakini unaona wakati ambapo aliingia kwa yule mzazi akashikwa na maumivu ya kichwa, akazidiwa mpaka kufariki. Sasa huyu mama mwenye kuota ndipo akakuja kugundua ya kwamba wakati aliona ile nyoka imeingia kule, alipaswa kuomba zaidi. Kama angelijua, yule mama angefariki. Kwa hivyo kuna watu wengi unaota na nyoka katika ndoto zako, na labda ni ndoto ambayo inajirudia mara kwa mara. Usipuuze, kwa sababu kuna watu maisha yao imeharibika kwa sababu ya ndoto. Wewe uliota ndoto ukapuuza, lakini kutoka hapo maisha yako iliharibika, ndoa yako iliharibika, hata biashara ama kazi ulikuwa umeajiriwa ikaisha. Kwa hiyo ni vizuri ukiota ndoto usipuuze, kwa sababu maana moja ya kuona nyoka mara zingine humaanisha uchawi. Nyoka humaanisha uchawi wakati mwingine. Kwa hiyo ukiona nyoka katika ndoto zako, ni vizuri ukaweze kuelewa, anaweza akamaanisha kuna uchawi ambao unaonekana ama ulioko katika maisha yako. Kwa hiyo ni vizuri ukaingie katika ulimwengu wa maombi na kuomba na kupigana na roho ya uchawi katika maisha yako. Kwa hiyo pia nyoka inamaanisha roho ya udanganyifu. Kwa hivyo kunaweza kuwa na roho ya udanganyifu katika maisha yako, katika ndoa,
kunaweza kuwa na roho ya udanganyifu, na ni kitu ambacho tunaita cheating. Kunaweza kuwa na roho ya udanganyifu katika ndoa. Kwa hivyo ni vizuri, kama vile ambavyo maandiko katika Mhubiri 5 inasema ndoto zingine zinakuja kwa sababu ya kufikiria. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unafikiria sana labda kuhusu mke wako ama mume wako na unapata umeota ndoto. Kwa hiyo wakati mwingine vizuri kutafakari kwa nini umeota hii ndoto, ulikuwa unafikiriaje? Ni mawazo gani ulikuweko nayo? Ni mambo gani ilikuwa inakusumbua katika moyo wako? Labda ni mume, labda ni biashara, labda ni kazi, labda ni boma, na ukaweza kujua ya kwamba Mungu amekunenea na amekujulisha ya kwamba hayo mambo ambayo ilikuwa inakusumbua, kuna uchawi labda inafanya kazi, ama kuna udanganyifu ambayo iko. Na pia inaweza ikamaanisha fitina. Unaweza ukakuwa uko na roho ya fitina, watu wanakuinukia bure, watu wanapigana na wewe bure, watu wako kinyume na wewe kila saa, uko na watu wanakuchukia kila saa. Na pia ukiona yule nyoka anakufukuza, ni vizuri ukaweze kuelewa ya kwamba kuna mtu ambaye ako na mawazo mabaya. Unaona nyoka anakukimbiza, nyoka anakufuata. Pia ni vizuri, na sio tu kukufuata,